wasigharu, na utoto, lithubuti alwilayati almaliya, kwa ajili ya kuthibitisha usimamizi wa kimali, fi qawli ta'ala, katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema sura An-Nisa hiyo, wabtalul yatama, na wajaribuni mayatima, wafanyieni mtihani. Usimkabidhi mtu kitu bila kumjaribu. Ukitaka kumkabidhi majukumu, mfanyie nini? Mtihani. Ndio maana wale wazee wa zamani wakifundisha uganga, wanamtizama mtu gani wa kumfundisha uganga, na anafanywa mitihani mingi kwa kweli. Anawekwa na njaa, anatomezewa mwanamke mzuri. Sasa kishakuwa dhaifu kwenye mambo ya njaa, kwenye mambo ya wanawake, kwenye mambo ya pesa, hapewi elimu ya uganga. Kwa sababu ukipewa elimu ya uganga na wewe mwenye tamaa ya wanawake na pesa, utageuka kuwa mzinifu na utageuka kuwa mlafi, mwizi wa mali za watu. Lakini siku hizi mambo hayako hivyo. Uganga kila mtu anaweza kuupata kababaisha. Ndio bana tunapata kesi za ajabu ajabu. Messi tetei elimu ya uganga, lakini nasema hata zile nidhamu zenyewe za kukabidhiana sasa zimekuwa hazipo. Kwa hivyo imezidi kuwa tatizo. Zamani ilikuwa ni tatizo, lakini si kubwa kama lilivyo hivi sasa hivi. Sasa hivi limekuwa zaidi kutokana kwamba watu hawapimwi, wanapewa tu. Hata madaraka, zamani madaraka anapewa mtu baada ya kuandaliwa kauiva vizuri. Siku hizi okota zimekuwa nyingi, mpaka unajiuliza tukafikaje pale. Na ndio maana yanatokea mambo ya ajabu ajabu, wala si tu kwa upande wa serikali, mpaka taasisi zetu hizi nyingine, mpaka taasisi za kidini unapata mambo ya ajabu ajabu. Unasikia huyu kawa sijui shekhe wa mkoa, yule kawa shekhe wa wilaya, yule sijui kawa nani, halafu yanakuja madubana yanazuka mpaka mnashanganya wenye imekuwaje. Zile system za kuandaa viongozi mpaka wakakabidhiwa zile tumeziacha. Sasa hivi tunakwenda tu. Kwa hivyo matokeo yake tunazaa matatizo ya kila aina, zinakuja changamoto. Lakini ndio ulimwengu tunakwenda nao. Kwa hivyo hiyo nayo inazungumzwa. Wabtalul yatama, wafanyeni mitihani mayatima, hata idha balaghu nikaha, mpaka watakapofikia uwezo wa kuoa au kuolewa. Si uwezo wa mali, miili yao sasa tayari na ruhusu kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Kama mwanamume keshafika mahala anaweza kukabidhiwa mke, na kama mwanamke anaweza kufika mahala kukabidhiwa nani? Mume. Na kwa zamani ilikuwa ni baligh tu. Siku hizi ni zaidi ya miaka 18. Chini ya miaka 18 sheria za dunia hazitaki watu wafunge ndoa. Zamani watu wanafungishwa ndoa miaka 10, 15, 9, mwanamke kaolewa miaka 9. Kuna kesi nyingine naijua mimi, mwanamke kenda kuvunja ungo kwa mumewe, kabaleghe mke wa mtu. Sasa siku hizi dunia haitaki habari za kuozesha watu wakiwa wadogo. Sasa wakishafikia uwezo wa kufunga ndoa, fa in anastum minhum rushdan, mkigundua kutokana nao uongofu kwamba wanaweza kusimamia mali. Rushdi manake uwezo wa kusimamia nini? Mali. Na hili linakuja kwa mambo mengi sana. Kuna wengine tangu wadogo wanakuwa na uwezo mzuri wa kusimamia mali. Kuna wengine tangu wadogo wana uwezo mbovu wa kusimamia nini? Mali. Na ukitaka kuwajua watoto, tizama zile siku za kupata pesa sana. Mwingine akizipata sana, fujo lake utalijua kwa huyu leo ana pesa. Fujo analofanya, anakwenda kununua madafu 3 peke yake, wala hamalizi. Fujo tu. Anakwenda kukaa na watu wazima, lete kahawa, lete kashata. Anakula, ana pesa kwa sababu huyo leo. Anakuja anafanya fujo. Kuna mwingine akipata pesa ndo akumbuka, basikeli yangu ina pancha, ngoja nende kwa fundi. Fundi, tilie pechi. Nimepata pesa, ziba mpira huu. Unamjua huyu akili yake sasa ni ya kijitu kizima. Mapema sana. Hata humu majumbani wanawake wanajulikana. Kuna wengine mama anaweza kuondoka kamwachia jiko mtoto wake, na akirudi akakuta kafanya vitu. Kuna mwingine akimwachia jiko ndo balaa, kaunguza, kafanyaje, kasahau, samaki kaliwa na paka, yeye alikuwa anacheza mdako. Kwa hivyo mkigundua kwao kuna uongofu wa kuendesha maisha, fadfa'u ilayhi mamwalahu
wapeni wenyewe mali zao, sababu zile ni mali zilikuwa zao mayatima wale, lakini zinasimamiwa mpaka watakapofikia uwezo wa kuingia kwenye ndoa na wakaweza kuwa na uongozi wa kuziongoza vizuri mali zao, warudishieni mali zao. Hiyo ni sura An-Nisa sura 4 aya 6. Fakulu hadhi la usaf munasiba, basi sifa zote zinalingana kule kufikia uwezo wa kuingia kwenye ndoa na uwezo wa kubeba majukumu. Lianna shar'a itabaraha fi hadhihi al-ahkam, kwa sababu sheria imeyazingatia haya katika hukumu hizi. Wa hadha a'la darajati al-wasf al-munasib, na hili ndio daraja la juu kabisa la maelezo yenye kulingana, kwa maana ya kwamba ikiwa kitu kimeshazingatiwa na sheria kuwa ndio sifa ya kuamua jambo fulani, basi hiyo ni daraja kubwa kabisa ya wasfu munasib, maelezo yenye kulingana. Athani, la pili, almunasibu almulaimu au almu'tabaru, mnasaba unaolingana au unaozingatiwa. Wa huwa alwasfu alladhi, nayo ni maelezo ambayo rataba shari'u, amepangilia mweka sheria hukman alayhi, hukumu juu yake, walakin lam yathbut binassin, haijathibitika kwa dondoo la aya au hadithi au ijma'in au makubaliano na zoni, itibarahu biainihi, kuzingatia wasfu huo maelezo hayo wenyewe, illa tankuwa ni chanzo li hadha al-hukm al-mutarattab alayhi, kwa hukumu ile upangiwa juu yake. Wa inma thabata kaunuhu illatan, lakini kwa hakika imethibiti kuwa ni chanzo li jinsi al-hukmi, cha jinsi ya hukumu ile. Au thabata kaunu shari'a tabara wasfan, au imethibiti kuwa mweka sheria kazingatia maelezo hayo min jinsi, katika jinsi yake, illatan lil-hukmi biaini, kwa ndio chanzo cha hukumu yenyewe, au illatan lil-hukmi bi jinsi, au ndio chanzo cha hukumu katika jinsi yake. Yani hatukupata kitu cha moja kwa moja kule, tumekipata kitu cha moja kwa moja kutoka kwenye aya au hadithi au makubaliano na zoni. Huku tumepata maana ya jumla tu. Kwa mfano, tumeona kuwa mitume wengi wamepewa utume wakiwa na miaka 40, lakini hakuna mahala panaposema mtu akiwa chini ya miaka 40 hawezi kubeba jukumu la kidini. Lakini tumekuta kuwa mitume wengi wamepewa utume wakiwa na miaka 40 na kuendelea, si wote. Lakini hakuna mahala panaposema mtu chini ya miaka 40 hawezi kupewa jukumu la kidini. Lakini tumeona kuwa katika mazingatio ni afadhali hivyo. Kama mnataka mtu kumpa cheo cha kidini, msubiri awe na miaka 40, awe ndo mfano mufti wenu. Chini ya hapo na siku hizi ndo nakwenda zaidi, hakuna mufti wa miaka 40 huku kwetu. Mamufti wetu sisi wanaanza miaka 70 na kwenda juu. Lakini inawezekana mkafika mahala mkazingatia mkasema miaka 40 ni za kutosha, kama ataonekana kweli lakini anazo sifa. Lakini chini ya hapo mkachukua mnawapa vyeo vikubwa watu vya kidini na umri wao ni chini ya miaka 40, mnatafuta mashaka tu. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa sababu ule utu uzima nao ni jambo moja muhimu. Ndio maana hata sisi mashaka vijana kuna mambo mengi yanatokeza kwetu. Kwenye kufundisha mmoja afundishe mtu hata miaka 20, 30 mingapi. Lakini kuna majukumu mengine lazima uangalie na umri wa mtu. Tumeelewana vizuri hapo? Ambao hakuna mahala imesema sheria kwa chini ya miaka 40 hawezi kuwa nani, hawezi kuwa nani. Lakini tumegundua kuwa watu wengi waliobebeshwa majukumu ya kidini walianzia miaka 40 na kwenda juu. Kwa hivyo inatosha kuchukulia kwa hicho ni kigezo, si kosa. Lakini haijashuhudiwa moja kwa moja na aya wala hadithi wala makubaliano ya wana wa wazuri. Tumefahamiana?